Rais wa Senegali atuma salamu CAF atishia kugomea mashindano. Rais wa Senegali Bassirou Diomaye Faye ametoa tamko kwa shirikisho la soka la Afrika CAF kufuatia uamuzi wa kushtua wa kuipokonya nchi yake taji la AFCON 2025 na kuwapa Morocco. Katika kauli iliyosambaa katika mitandao ya kijamii, Rais Faye amenukuliwa akisema kama CAF haitabadilika na kuendelea kunyonya na kuingiza rushwa katika soka la Afrika, Senegal haitashiriki tena michuano yoyote ya CAF. Sisi si dhaifu wala waoga tena. Drogba akatoa kauli kupokonya ubingwa kwa Senegali. Mshambuliaji wa zamani wa timu ya taifa ya Ivory Coast Didier Drogba ameonyesha kusikitishwa na uamuzi wa CAF kuwavua ubingwa wa AFCON 2025 na kuwapa Morocco, kitendo alichotaja kinaathiri uaminifu, utu na roho ya soka la Afrika. Drogba katika taarifa aliyochapisha katika mitandao yake ya kijamii Jumatano Machi 18, 2026 ameeleza kuwa maamuzi yanapochukua muda mrefu baada ya filimbi ya mwisho huleta mashaka na maumivu makubwa. Ndugu zangu, kuhusu soka la Afrika leo nazungumza kwa moyo mzito. Mwezi Januari sote tulitazama Senegali ikipambana kwa ujasiri na kuishinda Morocco katika fainali ya kihistoria. Ulikuwa usiku wenye shauku kubwa kwa fahari kwa bara zima. Kuanzia Dakar hadi Abidjan, kutoka Lagos hadi Nairobi, Afrika iliidhinisha mabingwa wake. Miezi kadhaa baadaye, bodi ya rufaa imebadilisha hadithi, imebadilisha matukio na ghafla ushindi uliopatikana uwanjani unaondolewa. Hii inaasiri uaminifu, utu na roho ya soka la Afrika. Ndiyo, sheria lazima ziwepo, nidhamu lazima iwepo, lakini maamuzi yanapochukua muda mrefu baada ya filimbi ya mwisho huleta mashaka na maumivu makubwa. Wanafanya dunia ihoji kuhusu shirikisho letu na umoja wetu. Nyakati kama hizi wakosoaji watazitumia ili kudharau kombe la mataifa la Afrika na kupunguza ukubwa na umuhimu wake. Afrika sio ndogo. Afrika imetoa wachezaji wakubwa ambao wameshinda Ulaya na kuhamasisha mamilioni ya Waafrika, kutoka kwa Samuel Eto'o hadi kwa Mohamed Salah, kutoka Sadio Mane hadi kwa Riyad Mahrez. Vipaji vyetu havina mashaka. Tunachohitaji sasa ni uongozi unaolinda sura yetu nzuri ya mchezo wetu, uongozi unaolinda sura yetu nzuri ya mchezo wetu, uongozi unaojenga uaminifu, uwazi na utulivu kwa kizazi kijacho. Kama haki lazima itolewe, basi iombwe hata mbele ya mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS. Lakini pia tuangalie ndani yetu na kuulizana, je, tunajenga mstakabali gani kwa soka la Afrika? Mashabiki wanajitoa, wachezaji wetu wanatoa kila kitu kwa ajili ya nembo zao za mataifa yao. Hatupaswi kuruhusu siasa kuiba furaha ya ushindi kutoka kwa watu wetu. Afrika inastahili heshima, soka la Afrika linastahili misingi imara. Sisi ni watu wakubwa, lazima tusimame pamoja. Ni baada ya Morocco kutangazwa kuwa mabingwa AFCON 2025, Senegali wakipokwa ubingwa. CAF imebatilisha matokeo fainali na kuwapa Morocco ushindi wa goli 3-0. Bodi ya rufaa ya CAF imetoa uamuzi kuwa Senegali ilipoteza fainali hiyo baada ya timu yake kuondoka uwanjani kulalamikia penati waliopewa Morocco. Sheria za CAF zinasema kuwa kama timu inakataa kucheza au kuondoka uwanjani, basi inaondolewa mashindanoni. Senegali ilifunga Morocco 1-0 katika fainali ya Januari 18 iliyogubikwa na tukio ambalo wachezaji wa Senegali waligoma kucheza baada ya wenyeji kupewa penati ya dakika za majeruhi, wakati mechi ikiwa 0-0 baada ya mechi kucheleweshwa kwa dakika 17. Wachezaji wa Senegali kisha walirejea uwanjani na penati iliyopigwa na Brahim Diaz ikaokolewa na kipa kabla ya Pape Gueye kufunga bao la ushindi katika muda wa ziada. Breaking. Shirikisho la soka la Senegal FCF limethibitisha kupokea uamuzi uliotolewa na kamati ya rufaa ya CAF kuhusu kupokwa ubingwa wa kombe la mataifa la Afrika 2025. FCF imepinga rasmi uamuzi huu ambao wanaona hauna msingi wa kisheria, upo kiholela na hauna uwiano. FCS inaamini kuwa kuna ukiukwaji mkubwa wa kanuni za kifungu cha 82 na 84 cha kanuni za CAF zilizohalalisha maamuzi hayo.
FCF imeeleza kuwa mwamuzi wa mechi hiyo alitumia uamuzi wake wa kuchagua kusimamisha mechi kwa muda na si kusitisha kabisa mchezo. Ulianza tena, penalti ilipigwa na matokeo ya haki yalipatikana. Lakini pia wanaamini utekelezaji wa kifungu cha 84 ni dhuluma. Wachezaji wa Senegal walirejea uwanjani na mwamuzi alithibitisha hilo. Mechi ikaendelea, hivyo kifungu cha 84 hakiwezi kufanya kazi. FCF imewaandikia barua CAF ikitaka wasimamishe utekelezaji wa uamuzi huu na kusitisha taratibu zote za kutoa kombe kwa Morocco ikisubiri usuluhishi wa mwisho, lakini pia imeeleza nia yake ya kwenda kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS ndani ya saa 48 zijazo ili kutengua uamuzi huu. Kwenye barua hiyo, FCS imeomba kupata ripoti ya waamuzi na maafisa wa mechi hiyo ndani ya masaa 24, isipopata itafungua kesi ya dharura CAS. Shirikisho hilo limeapa kupinga uamuzi wa shirikisho la soka Afrika CAF ulioipa Morocco ubingwa wa mezani wa kombe la mataifa ya Afrika 2025 na kuthibitisha mipango ya kupeleka masuala hayo katika mahakama ya usuluhishi ya michezo ya FIFA CAS. Katika uamuzi wa kihistoria, bodi ya rufaa ya CAF iliamua kwamba timu ya taifa ya Senegal ilipoteza fainali ya AFCON baada ya wachezaji kadhaa kutoka uwanjani hadi kwenye chumba chao cha kubadilishia nguo wakipinga uamuzi wa mwamuzi. Uamuzi huu ulisema Senegal ikikiuka vifungu vya 82 na 84 vya kanuni za AFCON walipotoka uwanjani wakati wa mchezo. Itakumbukwa kuwa takriban mashabiki 18,000 wamefungwa nchini Morocco. Mashabiki 18 wamefungwa nchini Morocco baada ya kupatikana na hatia ya kuhusika katika vurugu wakati wa fainali hiyo iliyofanyika nchini Morocco. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.